kocha mkuu wa Simba Sport Club Steven Baka ambaye ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi kuelekea mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Fountain Gate. Na ikumbuke kwamba Simba Sport Club mchezo ambao umepita ulikuwa ni FA dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo Simba Sport Club waliibuka na ushindi mnono wa goli 3-1, mchezo ambao ulipigwa pale katika dimba la Sheikh Abeid pale jijini Arusha. Sasa Simba Sport Club wanaelekea kwenye mchezo mgumu dhidi ya Fountain Gate, na ikumbuke kwamba Simba Sport Club mchezo huo kwao ni muhimu sana kushinda. Sasa kuelekea mchezo huo, kocha mkuu Steven Baka ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi. Je, ni mabadiliko gani ambayo ameyafanya kocha Steven Baka? Tunayo hapa Tuboni Media na tunakuletea hivi punde. Kanasi mwanzo mpaka mwisho. Na pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi utayapata hapa Tuboni Media. Wewe kama mpenda michezo, basi chaneli yako ndo hii hapa, na pamoja ya michezo na burudani. Kwa kufanya hivyo, kwa kusubscribe, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda kuangazia kwenye anga za mnyama Simba Sport Club, ambaye kwenye mchezo uliopita aliibuka na ushindi mnono sana dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Dodoma Jiji kwenye CRDB Federation Cup 3-1, ambapo magoli hayo yalifungwa na Selemani Mwalimu, lakini no Oula alifanya Simba Sport Club washerekee shangwe hiyo. Lakini mchezo mwingine unaofuata ni NBC Premier League dhidi ya Fountain Gate, na mchezo huo unapigwa pale jijini Arusha kwenye Sheikh Abeid, dimba la Sheikh Abeid, majira ya saa 10 kamili, ambapo Simba Sport Club ndio anatumia uwanja huo, kwani michezo yote mitatu mpaka sasa hivi Simba Sport Club anapaswa kutumia uwanja huo. Alitumia mchezo wa kwanza dhidi ya TRA kwenye NBC Premier League, mchezo ulimalizika kwa bila kufungana, yani sare ya bila kwa bila. Mchezo unaofuata wa CRDB Federation Cup FA dhidi ya Dodoma Jiji, Simba alibuka na ushindi wa goli 3-0. Sasa mchezo unaofuata ni NBC Premier League dhidi ya Fountain Gate. Je, mnyama Simba ataweza kutamba mbele ya Fountain Gate? Tunasubiria dakika 90 za muamuzi. Sasa kikosi ambacho amekibadili kocha Steven Baka ambaye ni kocha mkuu wa wekundu wa Msimbazi ni kama ifuatavyo. Tunaanza kuona namba moja kama kawaida ni Djibril Kasala ambaye amekaa kwenye milingoti mitatu ya wekundu wa Msimbazi, lakini namba 2 ni Shomari Kapombe, show me the way, Baba Esther, ambaye amekaa kama namba 2 na ndiye team captain, lakini namba 3 ni Dickson Kibabagi, na namba 4 ni Toula, na namba 5 ni Dilok, na namba 6 ni Kagoma, na namba 7 ni Geye, lakini namba 8 ni Kante, na namba 9 ni Selemani Mwalimu, na namba 10 ni Neo Maema, na namba 11 ni Oula. Lakini pia ujio wa Elim Mpanzu yupo fiti na yupo tayari kushiriki na wenzake kwenye NBC Premier League, lakini pia Ino Sospin Loemba naye yupo kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Sasa bado kocha Steven Baka hajaichia lineup official, na haya ndio mabadiliko ambayo ameyafanya. Kuna baadhi ya wachezaji ambao tayari amekwenda nao kwenye mchezo huo dhidi ya Fountain Gate, na hii kumbuka ni NBC Premier League. Simba Sport Club anahitaji ushindi kivyovyote vile, kwani mpaka saizi yupo nyuma kwenye msimamo dhidi ya watani wake wa jadi, yani yupo nafasi ya pili dhidi ya watani wake wa jadi akiwa amezidiwa alama 4 mpaka sasa hivi. Hivyo basi michezo imebaki ni chache kutamatika kwa ligi kuu ya Tanzania, yani NBC Premier League, na Simba Sport Club tayari wapo kwenye kutaka mbio za ubingwa. Hivyo basi kocha Steven Baka anataka kurudisha furaha ya wana Simba ambayo imepotea kwa muda mrefu. Ni muda mrefu sana tujaona wa Simba Sport Club wamenyanyua kwa hapa, yani wameondoka na NBC Premier League. Sasa Simba Sport Club kwenye michezo iliyosalia wamefanya mipango, na hii ndio mipango ya Simba Sport Club. Je, wewe unasemaje kuhusiana na mabadiliko haya ya kocha Steven Baka? Je, wewe Simba Sport Club unaitakia ushindi dhidi ya Fountain Gate ukiwa wapi? Tukutane kwenye comment hapo, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi wakati wako ndo huu, hakikisha umesubscribe. Hadi wakati mwingine, mimi ni Tuboni Media, bye bye.